Jambo la kwanza ningesema hii ni warsa ya kwanza kuwa katikati ya kaunti ya Mwingi, ya Kitui, Garissa na Wajir na Tana River, sorry. Nilikuwa nasema tumeongea mambo mazuri sana kama viongozi, ile ambao tunaweza kupata amani, na tukiwa hapa wale local communities wako kule anjui ile tumesema. Nilikuwa nauliza kupitia kwa hii kikao, katika zile hotspots kunaweza kuwa na mpango, kwa sababu pia language barrier iko, kunaweza kuwa na mpango ile hotspots kutengenezwa baraza katikati ya yetu, kwa sababu tulikuwa tumekuja kwa sababu ya community. Tutenge kikundi, kila kabila ikisikika waende waongeleshe wale wa chini, ama ni njia gani niulizie tutatumia ndio ifikie wale wako kwa ground. Ndio tutiseme hapa maneno mengi, tuseme na tuwasiliane vizuri kama viongozi. Tomorrow tusikie tumeongea lakini kumetokea hiki, si mnao tutakuwa tumefanya kazi ya bure. Kwa hivyo pale chini mimi nimefanya kazi pale miaka karibu 20, na wale watu wako pale they are not exposed to the communities. Ni watu wamekaa msitu na ni watu hawajui sheria. Kwa hivyo kujua kwao ni tukae kama viongozi, tuende kwao tuwaeleze, kila mtu aeleze community yake, ama tuwaweke pamoja tuwaeleze vile tunataka tukae na vile tunataka tuende mbele, tusipoteze mali na uhai. Hiyo ndio ilikuwa maoni yangu, kwa sababu napenda Garissa, napenda Kitui, napenda Tana River. Vile nilikuwa nimesema kwamba jina ni Dominic Kiema, natoka area ya Nguni. I'm a chairperson, Nguni Ward Community Driven Development CBO. Now this is the solution from Kitui County Peace Committee. Solution 1, kuhusu Gamia. We have said all camels to quit out from the shambas. Na tumesema wakati kuna malisho saa hii hatuoni haja ya ngamia zikuje kusumbua wakulima. Tumesema hizo ngamia zitoke katika mashamba wakati kuna chakula, zirudi huko. Na kama sasa wakati kutakuwa na kiangazi, zile peace committee boy site watakaa chini wajadiliane, tuone vile tunaweza kusaidiana. 2, use of firearms. Tumesema to stop of holding illegal firearms to be stopped, kwa sababu tumeona hapo kwa msitu kuna watu ambao wako na bunduki na tujui hizo bunduki zinatoka wapi, na tunaona zinaua watu wetu. Na kwa hivyo tumeendelea kwamba these illegal firearms should be stopped or to be taken away from those people who are having those firearms. 3, respect of administrative boundaries. Tumekuwa tukizungumzia mambo ya mipaka pale, na kuna mpaka umewekwa pale na unaona ngamia zinaingia. Tumesema ni vizuri tuheshimu hizo mipaka, na kama utafuka mpaka, hizo peace committee na administrative units, administration wawe wanahusika, wapewe habari, na ili sasa tunajua ni nani anaingia huku akitoka wapi. Number 4, tumesema mambo ya no leasing of land. Tumeona kuna watu marafiki wetu kutoka Garissa wanakuja wana lease, wanakuja kwa mtu binafsi, wana lease land, na ngamia zinakuja kwangu. Kwa bahati mbaya inafuka mpaka inaingia kwa jirani mwingine, hapo kelele inaanza, na ndio hiyo sasa tunachukua michale na tunaua ngamia. Kwa hivyo tumesema no leasing of land without any consultation. So tumesema peace committee pia tutakuwa waangalie haya mambo kuhusu leasing of land. Tumesema number 5, advocacy, community awareness on boundaries. Watu wengi hawajui mipaka vile mipaka iko, na ni vizuri wananchi waelimishwe mipaka imefika wapi. Hata kama ninafuka kwako, niwe najua ninafuka nikienda wapi. Nimesikia kuna mpaka umefika hapa Mtwangombe. Sasa mtu akisikia hivi mpaka umefika Mtwangombe, ni kumaanisha hata mimi niko Tana River. Lakini sasa nikielezwa vizuri na watu wafahamishwe vizuri, watu watakuwa wanaishi kwa amani. Kwa hivyo huwezi kuja kwa mboma yangu na useme hapa ndio ni kwangu.
bila mimi kujua. Kwa hivyo tumesema pia hiyo mipaka nayo watu waelimishwe vizuri, serikali elimishe kuhusu mipaka na watu wajue mahali mipaka yao imefika ili watu wakae kwa heshima. Police station installing. Tumesema mipaka ya police station ziweko kule kwa mipaka, na tuko na habari ya kwamba kuna police station iliyoko pale, na wakati ilikuwa inajengwa pale watu wakafukuzwa. Na tuko na hiyo habari. Sisi watu wa Kitui County tunajua tulikuwa tunaweka police station pale, na kuna watu walikuja wakafukuza hao watu, na hiyo ikaribika na ikasimama. Kwa hivyo tumesema because of security tunataka turuhusu sisi wote, watu wa Garissa, watu wa Tana River, watu wa Kitui, tuone umuhimu wa kuinstall a police station. Mkijua imewekwa hapo kwa sababu ya security yetu na security ya mali yetu. Number 7, mambo ya beef and security on stock theft. Tumeona wizi wa mifugo ukiendelea hapa ndani, na tunasema ya kwamba ni vizuri kusimamishwa hiyo mambo ya wizi, na tunajulisha watu, we expose the criminals, tujue ni akina nani ambao wanaimba mali ya watu wa Somali, ama wanaimba mali ya Wakamba, ama mali ya watu wa Tana River, ama mali ya watu wa Garissa. Kwa hiyo tumesema we expose the criminals. Number 8, strengthening peace committees both sides. Tumesema sasa kwa sababu tumekutana hapa tuongee pamoja, watu wa Garissa, Tana River na Kitui, let us strengthen our peace committees in Tana River, Garissa and county ya Kitui, tuwe pamoja na tuwe na mawasiliano. Kama kuna kitu kimetendeka pale ya Tana River, peace committee ya Tana River tuna communicate na peace committee ya county ya Kitui na Garissa, tunakaa pamoja, tunaangalia vile mambo itakuwa kwa amani. Tuwe tunasuluhisha, tunaleta amani bila kuchangia vita kati ya watu wetu. Kwa majina naitwa Masla Bashir kutoka Garissa County. Mimi ndiye secretary wa team ya Garissa County. Sisi kama watu wa Garissa County, kwanza tuseme amani. Milele. Milele. Amani. Amani milele, hiyo ndio moto yetu. Ya kwanza tulisema formation of Rangeland Committee, both counties. Formation of Rangeland Committee and then trained Rangeland Committee with local authorities wakiwa na chiefs sao na wazee wao. Ya pili tumesema trust building between us and our neighbors. Ni kama hatuaminiani kiasi. Ya tatu tulisema meetings should be conducted at hotspot areas. Hapo venye tuko ni kama usalama ziko, lakini huko kwa Saikuru, Okasi, mambo si kama vile tuko sahi. Meeting ifanywe huko. Establishing of legal grazing corridors. Itengenezwe vizuri. Both pastoralists and farmers with bylaws. Establishing of corridors. Tumesema community awareness. Community yetu lazima wajue kenye inafanyika kwa hiyo ground. Property and lives should be protected. Tumesema stop collective punishment. For example, Kenya ilifanyika Saikuru na huko kuna wenye walikosa mali yao hapa. Hawana wanyama, hawana shamba. Walikuwa wanauza duka yao na wamekosa. Story of firearms, tumesema whether it is panga, whether it is mshale, totally disarmed. Ngine tumesema program adaptation for climate change. Hii Kenya inatufanya hivi sisi watu wa Garissa tukuje huko ni climate change, ni kutafuta nyasi na maji. Tuzidishe mambo ya water pond na boreholes. Issue of boundary, tuachie serikali. In Kenya nadhani almost 20 something counties wako na issue ya boundaries. Hiyo ni ya serikali, tuachie serikali. Hatuwezi ongelelea. Political interference and assignment. Mtu anasimama kwa boda na akitafuta kura yake akisema fulani tutafanya hivi. Politicians wasituingilie pia wakae. Wasikukombanisha watu. Whenever disagreement happen between farmers and pastoralists, yani isikue ati watu wa Ukasi huko ndio walikosana, wenye wametoka Nairobi wamefungiwa njia. Roads should not be closed. Dialogues should be happen
neutral area. Neutral area, for example, mkutano kama ilikuwa anataka kufanya Saikuru na ikasema haifanyiki, si afadhali tuende Machakos ama tuende kwa kaunti nyingine? Religious leaders should preach peace. Both pastor and sheikhs should preach peace. Joint committee should be formed. Joint committee for inter-counties, inter-county waters should be formed ambayo itakuwa peace committee. Security apparatus should up their game also. Security apparatus wanaona mtu anapora mali yake na wanaangalia tu na macho. Mimi kwa majina ni Mohamed Aro Banta, Secretary Peace Committee Bangal Location Tana River. So tuliandika 10 resolution points kama watu wa Tana River, tukianzia kwa kusema ya kwamba pastoralists have various tribe and therefore every tribe should have their leader identified so that in case of any problem arising can be solved through him or her. Hiyo ni point number 1. Point number 2, farmers / pastoralist joint peace / resource committees to be identified in the hotspot areas of Kaningo and Ukasi. Farmers / pastoralist joint peace / resource committees to be formed in the hotspot areas of Kaningo and Ukasi. Trespassing into shambas by herders should not turn into violence, but enter into a dialogue that can lead to compensation. Livestock theft should be traced jointly by farmers / pastoralist peace resource committees. 5, IBC and national government should intervene border issue and come up with amicable solution. 6, all chiefs and assistant chiefs should give equal treatment to the communities they serve, whether farmers or pastoralists. Number 7, all shambas should be permanently fenced to stop easy trespassing. Number 8, reseeding program to caution climate change should be initiated in Tana River, Garissa, Kitui County by support organizations and resilience organizations. 9, KPRs, Kenya Police Reservists, should not misuse their firearms and that they should follow government guidelines. 10, in case of any misunderstanding, communities should not take law into their hands, but engage peace committees and security personnel. Mimi kazi yangu ni kazi ya Mungu. Mnajua vile mnajua viongozi vya dini kazi yao ni wadhifa ya Mwenyezi Mungu. Ni kazi yetu kama sisi viongozi vya dini ni kuamrisha wema na kukataza maovu. Moja ya maovu kubwa sana ambayo tunakataza, ambayo pia dini inakataza, Mungu amekataza, ni kuua nafsi binadamu na hata wanyama. Sisi tunapinga vikali sana hiyo. Ya pili, sisi kama viongozi vya dini bila amani hatuwezi fanya ibada katika msikiti wala kanisa. Ni lazima hiyo amani idumishwe. Bila amani huwezi enda kanisa wala msikiti. Kuna wengine wengi ambaye nchi jirani za Afrika na Asia na Middle East wameenda kutafuta biashara ya vita na wamebata. Si mnajua biashara ya vita? Biashara ya vita ni nini? Ni kifo. Kunejisi wasichana wako. Utaona muhalifu anakuja wakati ya vita, hapo mbele yako sasa anafanya kunejisi bibi yako, mama yako, dada zako, ndugu, hizo mabinti zote
mbele yako na huna uwezo wa kuzuia wakati ya vita. Wale ambao wameenda kutafuta biashara ya vita sumona mainji jirani, lakini sisi Mungu ametubariki kama nchi hii ya Kenya tangu uhuru na kabla ya uhuru baka wale nchi yetu ni amani. Lakini hii mjeso ya juzi, mimi siwezi sema Mkamba ni Msomali au mwingine Tana River, sisi zote ni wana Kenya. Kuna mtu anabinga hiyo? Kule mimi sijui hiyo. Sasa kule leo nimetoka ile nyumbani kwangu, kuna Wakamba wawili kina mama wanafanya kazi, na wakati mzozo walikuwa wanafanya, wakati mndamano ya Garissa na wakati barabara imefungwa walikuwa wanafanya kazi pale kina mama. Na kwao ni kubita huko, moja anaita Mande Mwende anaishi huko kubita nini Mwingi huko, ni wawili. Kule shamba ambaye inaita Alole Farm Sanguri Ward in Garissa County, shirika hiyo shamba ni 61 members, each of them, each shamba ya hiyo 61 kuna watu wawili wanafanya kazi. Hakuna Msomali ambaye wanafanya kazi pale, kwa sababu Wasomali hawajui kulima shamba. Kwangu sasa hiyo shamba Wakamba mbili ndio wanafanya kazi pale hiyo shamba. Kule uko Lagdera, unajua niko na mbuzi moja Mmeru na moja Wardei, boleni ya kutataja hizo majina, wanajunga mbuzi wangu huko kichaka. So sisi hatujui mambo ya, kama mimi mzee, kama mimi ni imam, kama mimi ni sheikh, sijui mambo ya kusema kabila ni hii. Shida ni vipi tutaishi pamoja vile tulikuwa tunaishi tangu uhuru na kabla wa uhuru baka wa leo. Hii mchezo shika panya na panya ati mambo yamefanyika hivi, hapana. Hiyo kuna mtu ambaye amejesea kazi. Lazima sisi kama viongozi tuseme, unajua kama hii, unajua kuna ulimi ambaye ni ulimi wako. Kule ndani ya mdomo kuna meno, kuna siku ambaye una nini ulimi wako, utakata ama utatafuta suluhu. Hii ni challenge. I'm challenging you wana Kenya wenzangu. Unajua hii ni uso ya Kenya, Tana River, Garissa County, Kitui County. Hii ni uso wa Kenya. Ni mfugo ni yetu, shamba ni yetu. Kile ambayo tunakosa tu ni kuweka mkakati. Hiyo mikakati tukiweka, hakuna shida ambayo itatoka na itaendelea. Unajua muhalifu ni kila bahali, huwezi kosa muhalifu, huwezi kosa mtu ambaye ataiba, huwezi kosa mtu ambaye atafanya jambo la maovu. Lakini wapi wazee, wapi serikali, wapi chief? Pale kuna chief na kuna assistant chief, pale kuna ward MCA. Waweke hawa watu ni raia wako, wafugaji ni raia wako, wewe chief na assistant chief wa pale. Shamba ni watu wako, wanafuga hiyo shamba, maisha yao ni shamba, hiyo ndio wanatoa kara ya shule. Tafadhalini, mimi kama nimeona kama ni mzee, kama ni sheikh, wale ambao wanahusika waje wafanye kazi yao. Hii raia yetu wasibiganisha bure.